jamii ambazo zinaishi hapa ambapo hatukupoteza watu katika vita dhidi ya wakoloni. Wagikuyu walipoteza maisha, Waembu walipoteza maisha, Wambere walipoteza maisha, Wameru wote katika jamii tofauti za Wameru walipoteza maisha. Na wakati tumepata uhuru, tukaendelea kuwa kitu kimoja. Mungu akatujalia katika marais ambao sasa wamekuwa 5. Marais 3 wamekuwa watu wa pande hii. Ni kweli si kweli? Ni maka natima. Kati ya marais 5 tukapata marais 3 ambao walitoka katika sehemu hii. Tumekuwa na bahati sana kama jamii ya Mount Kenya, because we are not special. Mungu ndiye ametupatia hiyo nafasi. Niseme ya kwamba wakati rais wa kwanza wa Kenya alikuwa mamlakani, Mzee Kenyatta, kwa miaka 15, sisi zote jamii za Gema tulimuunga mkono bila maswali, bila kupinduka, bila kulalamika, mpaka akapumzika wakati Mungu alimuita. Baadaye tukaongozwa, nchi yetu ikaongozwa na Mzee Mwai Kibaki kutoka Nyeri, ambaye tulikuwa tunampenda sana. Vile vile Mzee Mwai Kibaki tulimuunga mkono bila swali, bila kupinduka, bila kulalamika. Ni kweli si kweli? Miaka 12 akiwa makamu wa rais na miaka 10 akiwa rais wa taifa la Kenya. Hakuna Mwembu aliuliza swali ama kulalamika, ama Mumeru ama Mumbere, hakuna mtu alilalamika, kwa sababu alikuwa mmoja wetu. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akabarikiwa akawa rais. Miaka 10 tulimtumikia na kumfuata na kumsikiza, na hakuna mtu aliuliza swali. Vile vile katika uchaguzi wa 2022, mnajua ya kwamba sehemu hii tulipewa nafasi ya makamu wa rais ama naibu wa rais. Ndugu yangu Rigathi akapewa hiyo nafasi kwa miaka 2. Katika siku ambazo alikuwa ofisini, hakuna mmoja wetu alidhubutu kumtusi ama kumuita jina, kwa sababu alikuwa kiongozi wetu kutoka sehemu hii katika afisi kuu kama naibu rais wa nchi. Mimi mwenyewe siku hiyo nilikuwa waziri wa usalama wa taifa. Katika hiyo miaka 2, hakuna siku hata moja mimi nimemdharau, kudunisha ama kumtukana ndugu yangu Rigathi Gachagua siku ile alikuwa na nafasi ya kuwa naibu wa rais. Kutoka kwake kwa kiti, alitolewa na viongozi kutoka Kenya nzima. Na wakati alitoka ofisini, sisi pia tuliendelea kukimya. Na wakati hiyo nafasi imepatikana katika ofisi ya naibu wa rais, rais alikuwa na nafasi kupeana hicho kiti katika sehemu yoyote ile katika Jamhuri ya Kenya. Lakini alisema kwa sababu tulikuwa na ahadi na yeye, watu ya Mount Kenya, tumuunge mkono akiwa rais, atupatie naibu wa rais. Wakati nafasi ilipatikana, rais hakupeleka hicho kiti katika sehemu nyingine. Alisema kwa sababu makosa imefanyika na mtu mmoja, sio jamii. Sasa akasema hiyo nafasi ipatianwe Mlima Kenya, na ikikuja Mlima Kenya kwa mara ya kwanza, vile viongozi wale wengine wote ndugu zetu walikuwa wanatoka Mlima Kenya Magharibi,
Safari hii Mungu akazungumzia Rais William Ruto katika kupeana kiti cha naibu wake katika Mount Kenya. Nafasi ikakuja hapa Mount Kenya East. Jorine Korie, Kiama, Muroro, Thai. Kwa hivyo mimi nataka niseme ya kwamba, kwa sababu mimi ni mwanasiasa, ya kwamba mahali sasa tumefika ni mahali ambapo wazee wetu mtusaidie kama wenye boma na wenye hii himaya yetu ya Mlima Kenya. As the fathers of the land, the elders must guide this community so that one person does not derail the interest of a whole community. Kwa sababu hii nafasi sio yangu binafsi, haikuwa ya Rigathi binafsi, ilikuwa ya jamii. Na ukipewa nafasi kama sasa mimi nimepewa nafasi, ni jukumu yangu kuchunga ile kazi isiharibike, kuitunza, kujua vile nitashirikiana na mkubwa wangu ambaye ni rais wa nchi, vile nitashirikiana na wadogo wangu wabunge na magovernors. Hiyo ni kazi yangu, kuchunga kazi. Ni kweli si kweli? Kwa hivyo mimi nataka niseme ya kwamba mimi nimesikiza vile mmesema na nakubaliana na nyinyi 100%. Jorine Koria, Thai, Kiama, Muroro. Niseme ya kwamba ninakubaliana na nyinyi ya kwamba sisi ni jamii moja. Na mimi nataka kuomba wenzangu ambao wako kwa siasa, ndugu yangu mdogo Roko na hii grupu ingine yetu sisi jeshi yetu, na wasi kwa heshima, tusilaumu wenzetu kutoka Mlima Kenya Magharibi. Hakuna kura imepigwa wakakataa kutupigia. Jorine Korie, Thai, Muroro, Kiama. Kwa hivyo ngojeni, naomba tutulize boli wanasiasa kidogo tu. Tupatie hao wazee nafasi waongee na wazee wenzao kutoka sehemu nyingine ya Mlima Kenya. Mimi nina imani ya kwamba hawa wazee wataunganisha jamii ya Mlima Kenya na sisi zote. Vile sehemu hii ya Mount Kenya East imepokea viongozi kutoka Mount Kenya West, safari hii hata Mount Kenya West itapokea uongozi kutoka Mount Kenya East. Jorine Korie, Thai, Muroro, Kiama. Kwa hivyo mimi nauliza ndugu zangu wanasiasa, tungojee tu tuwe na time kidogo. Haijafika hapo. Labda wakati tunafika mwisho wa mwaka tutakuwa tunaangalia hali ya anga vile inakaa. Alafu sasa tutaamua, na tutaamua peke yetu. Wazee hawa ndio watatusaidia maamuzi ambayo tutafanya. Ni kweli si kweli? Jorine Korie, Muroro, Thai, Kiama. Bas, kwa hivyo ile tu nauliza ndugu yangu Rigathi. Unajua mimi watu wengi hawanielewi. Nasemanga watu wengi waliniona usiku, hawajaniona mchana. Hayo madharau uko nayo Rigathi, I promise you,
utapata aibu. Hauwezi. Kwanza kabisa wewe umesema ya kwamba nisikuite ndugu yako. And I want to tell you this, Mr. Rigathi. It is not upon you to tell me how I will call you. It is not your business. It is my business. Wewe sio utaamua vile nitakuita. Na sikuiti ndugu yangu kwa sababu nakupenda. Sikuiti ndugu yangu kwa sababu nakuogopa. Nakuita ndugu yangu kwa sababu wazee wa jamii zetu za Gikuyu, Meru na Embu na Mbere waliniambia ya kwamba jamii yetu ni moja. Kwa hivyo wewe ni ndugu yangu by blood, not by choice. Yes. Kwa hivyo ukisikia nakuita ndugu yangu, sio ati nakuogopa, sio ati nakupenda sana, kwa sababu uko na madharau mingi. Mimi najaribu kukupenda lakini uko na madharau mingi. You don't know what kind of a human being you are. Unadharau mkubwa wako, unadharau wale wengine, unadharau ndugu yako. Sasa wewe, how can be one man be the only right man in the whole world? Si lazima ukae vizuri na ndugu yako? Si lazima ukae vizuri na baba yako? Ama namna gani? Na hiyo kimbelembele ndio ilikuondoa ofisini. And I told you, na mimi sitaki kukua kama wewe. Usinisukume nianze kutoboa siri. Vile nilijaribu kukusaidia usitoke ofisini lakini ukakataa kunisikiza. Nimekuja kwako siku mingi nikiwa waziri wa usalama na nikakwambia kaa vizuri na rais, kuwa mwaminifu kwake, ndio kesho hata wewe ukue mdosi, ukue rais wa nchi. Ukanidharau, ukaniambia sijui vile nasema. Saa hii unapiga kelele ukiwa nje. So usinisukume. Nimekwambia wewe, hao watu ambao unazunguka nao ukitafutia viti wakuwe marais. Nasikia umesema sijui Kalonzo ndio rais tutachagua, sijui nani. Wewe endelea na hiyo biashara yako. I have no problem with you. Ungoje next year tukunyoroshe na William Ruto. Jori Korie. Jori Korie. Jori Koria. Bye. Bye. Muroro. Muroro. Kiama. Kiama. Bas. Mimi nilikuwa tu niseme hivyo kwa sababu wewe sio Mungu, ndugu yangu. You are not God. Na wacha kunidharau. Mimi nimekuwa mambo mingi, wewe sijui ulitoka wapi ukapitia hapa, na hiyo shortcut ndio imesababisha hii hasara yote. Kujipiga kifua, oh maringo, sijui utafanya nini. There is nothing you will do. Na mimi nimepigana vita kubwa. Iko siku Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na William Ruto walikuwa na kesi kule Hague. Mzungu alikuwa anataka kuwafunga. Na sikukuona siku hiyo, wewe Rigathi, sikukuona. Ule mzungu alikuwa anatisha sisi hapa. Anaongea kama ule Goliathi kwa Biblia. Ule Ocampo anasema atafunga hao watu. Paka wazee kama Mudhaura, mzee kama Mudhaura anachukuliwa, anawekwa ndege ati aende akafungwe ati Mudhaura amefanya rape. Ukiangalia Mudhaura ni mtu, ni mzee. Mudhaura ni mtu ya kufanya mambo ya rape. Is it possible? The charges that were proffered against Ambassador Francis Mudhaura, one of the greatest sons of Kenya, included rape, organizing rape. I bet you, those who know Ambassador Mudhaura, he cannot be part and parcel of any meeting to organize how our women can get raped. Lakini mzungu kwa sababu ya madharau akakuja na hiyo kimbelembele, tulimnyorosha hatukumnyorosha. Uhuru alikuwa rais hakukuwa, Ruto alipata urais hakupata. Kwa hivyo wewe Rigathi,
you are a very small time politician. Uko kidogo sana kwangu. Ni vile nimekuwa nimekimya. Na umezunguka hapa na vijana wakizunguka gari yako hapo wakisema one term. I dare you to continue with that nonsense. I will deal with you. My brother, I promise you I will deal with you. I cannot allow you to mislead our community. You had your time. You misuse your time. I will not misuse my time. Kwa sababu hata mimi niko hapa kwa muda, kutakuwa na mwingine na wengine na wengine. Kibaki alipumzika, Kenyatta alipumzika, hata Uhuru ameenda retire. So kila mtu ako na nafasi yake na aitumie vizuri. Kwa hivyo siku ya leo wazee, mimi nawaomba kwa unyenyekevu, tupunguze mambo ambayo yanaweza kuleta mgawanyiko katika jamii zetu za Wagikuyu, Wameru, Waembu, sisi zote. Na tunawauliza kwa heshima, nyinyi ndio wenye nchi. Unajua kuna wananchi na wenye nchi. Wazee ndio wenye nchi. They are the landlords. Wewe kijana, hata kama baba yako amekupatia title deed ya shamba yake, he is the original landlord. Wewe umeshikilia tu. Ndio ukiona baba yako akupatia ardhi anakuambia hii ardhi ni yako lakini usiuze. Uachie watoto wako pia. Ama namna gani? So wazee, nyinyi ndio mtaokoa hii jamii. Sio hao vijana wanasukuma hapa na kupiga kelele na kufanya mambo. For the first time mimi nimeona katika nchi yetu tabia ambazo hatukuwa nazo zimeanza kukuja. Mwenye kuleta ni huyu mtu ya miaka 2. Wacha niwaulize. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Hii sio wakati wa kwanza kuwa na viongozi zaidi ya mmoja ambao wanatafuta kiti cha kuongoza taifa. 1992 nilipiga kura na tulikuwa na Kenneth Matiba kutoka Murang'a na